Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya nafasi hii nzuri ambayo umetupa. Ni wakati huu Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako usiku wa leo. Tunaomba Bwana, mkono wako na ulinzi wako uwe pamoja nasi. Nami kama mtumishi wako ninaomba kwa ajili ya mtu mmoja ambaye amejiconnect na maombi haya, akihitaji ulinzi wako usiku wa leo, akihitaji uwepo wako usiku wa leo. Nami kama mtumishi wako naingia kwenye maombi pamoja naye usiku wa manane huu. Naenda kila kinyume na kila nguvu za giza. Najua shetani anajipanga kuleta vitisho, kuleta vitu vyake vibaya. Nami kama mtumishi wako Bwana, naungana na mtumishi huyu. Naenda kila kinyume na kila vitisho. Naenda kila kinyume na kila nguvu za giza. Usiku wa manane huu tunaukomboa. Usiku wa manane huu tunauombea. Kila roho chafu ambayo iliandaliwa kukuzuia kuomba, kila mtego wa shetani ulioandaliwa kukuzuia kuomba, naupiga kwa jina la Yesu. Naupiga kwa jina la Yesu. Naondoa uzito wote wa maombi. Naondoa uzito wote wa maombi. Ukuachie kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana na ikufungue. Neema ya Bwana na ikuweke huru. Kila uzito na uondoa. Kila uzito na uondoa. Ewe roho ya shetani unayeandaa uzito, tunakataa. Anza kutuma moto. Tuma moto kwenye vilinge vya kipepo. Tuma moto kwenye nguvu huko wanakozitoa. Huko kwa wakuu wao. Tunaharibu kwa jina la Yesu. Usiku wa manane huu tunaukomboa. Tunakomboa vyumba vyote. Tunakomboa nyumba yote. Tunakomboa mazingira yote. Baba, tunakuita kwa Roho Mtakatifu. Ushuke utuhudumie. Ulihudumie kanisa lako. Uhudumie watu wanaokuamini wewe na kukucha wewe. Kuna wengine wanahitaji mkono wako usiku huu wa leo. Kuna wengine wanahitaji neema yako. Wanahitaji wavushe, maana wamechoka. Wanapitia nyakati ngumu. Usiku wa manane huu tunaomba neema yako. Usiku wa manane huu tunaomba mkono wako. Tunaomba nguvu zako Bwana zikawe pamoja nasi. Nami nakuombea mahali popote ulipo. Pokea nguvu za Mungu usiku wa manane. Pokea nguvu za Mungu. Huu ni usiku wa maombi. Huu ni usiku ambao utulivu upo, ambapo Roho wa Mungu anatembea akizunguka akiwahudumia wale wa mchao. Nami nakuombea wewe uliyepata nguvu na wepesi wa kuamka kuomba, Mungu akupe neema. Pokea mafuta maombi. Pokea mafuta maombi. Pokea mafuta maombi. Ninaomba pamoja nawe, Mungu akuinue. Mungu akupake mafuta. Mungu akupe neema. Hiyo roho chafu inayokufuatilia tunaipinga na iharibu katika jina la Yesu. Usiku wa manane huu malaika wa Bwana wafanye kituo, wakuhudumie, wakulinde katika jina la Yesu. Wakati huu kuna watu wamelala, wanakoroma tu, wamelala, wajui itakuwaje, lakini wewe Mungu amekupa neema kuamka kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Shuka mbele za Mungu, ita uwepo wa Mungu. Shuka mbele za Mungu, endelea kualika neema ya Mungu. Peleka mahitaji yako ambayo uko nayo, ambayo unasema Baba usinipite. Baba nakuomba usiku wa manane huu, nimeshuka, napiga magoti yangu, nanyenyekea mbele zako. Naomba Bwana usikie dua yangu. Naomba Bwana usikie maombi yangu. Nami nakuombea Mungu asikie maombi yako. Mungu asikie dua yako. Mungu asikie kilio chako. Mungu asikie kuomba kwako. Kuomba kwako sio bure. Peleka tu mahitaji yako. Peleka tu haja moyo wako. Peleka tu mbele za Bwana. Yuko Mungu anayesikia. Yuko Mungu anayejibu. Yuko Mungu anayetoa majibu. Upo wakati ambao utaenda kuvuna. Wale ambao watalia, wataomboleza, yatakuja majira ya kuvuna kwa kelele za shangwe, kelele za sifa. Nami nakuombea majira mapya. Nakuombea majira mapya. Nakuombea majira mapya. Nakuombea majira mapya. Pokea majira mapya. Pokea majira mapya. Pokea majira mapya katika jina la Yesu. Mimi ninamuona Bwana juu yako. Mimi naona unavuka. Mimi naona unaponywa. Mimi naona unatendewa mema. Mimi naona unafunguliwa. Na uona mkono wa Bwana juu ya maisha yako. Pokea neema kufunguliwa. Pokea neema kufunguliwa. Pokea neema kufunguliwa. Hiyo nguvu ya maombi inashuka ndani yako. Huo uwepo wa maombi unashuka ndani yako. Pokea connection ya maombi. Pokea connection ya maombi. Kuna mtu na kuconnect na uwepo wa Mungu, na kuconnect na maombi sahihi. Pokea connection ya maombi. Pokea uwepo wa maombi. Pokea uwepo wa maombi. Hiyo nguvu ya Roho wa Mungu inashuka. Hiyo nguvu ya maombi inashuka. Hiyo nguvu ya maombi inashuka. Usiache kuomba, usiache kuomba mpaka majibu yametokea. Usiache kuomba, usiache kuomba mpaka umeona uwepo wa Bwana, mpaka umeona nguvu ya Mungu imekugusa. Pokea mguso, pokea mguso. Naongea na mtu kwenye imani. Pokea mguso sahihi. 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 Uamsho, urejesho. Kila kilichopotea kwako, kila kilichoibiwa, wacha kirejeshwe sasa. Wacha kirejeshwe sasa. Narudisha neema ya Mungu. Narudisha kibali cha Mungu. Narudisha wepesi wa kimungu uwe ndani yako sasa. Pokea urejesho.
pokea urejesho, pokea urejesho, pokea urejesho, pokea urejesho, urejesho wa huduma yako, urejesho wa karama ya kuomba, urejesho wa mguso wa kuomba. Pokea uamsho, 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 uamsho. Wewe uliyechoka, uliokuwa unahisi kukata tamaa, pokea uamsho, pokea uamsho. Naongea na mtu mmoja kwenye maombi sahihi. Ipo nguvu inakugusa, unasikia msisimuko, unasikia nguvu ya kuomba, unasikia kuzama kwenye maombi. Zama rohoni tu, zama kwenye maombi, zama kwenye maombi, zama kwenye maombi, zama kwenye maombi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Hivyo hivyo unasema sijui kuomba, lakini yuko Roho wa Mungu anakusaidia kuomba. Maana sisi wanadamu hatujui kuomba vizuri, lakini Roho mwenyewe utusaidia kuomba kwetu, utusaidia madhaifu yetu. Pokea, 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 pokea kwa imani, pokea kwa imani, pokea kwa imani. Hii neema iwe kwako katika jina la Yesu. Ninakufungua usiku wa leo, ninakuombea usiku wa manane huu. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akutane na mahitaji yako, kila haja moyo wako ipokelewe na Bwana, maana imeandikwa, Roho wa Mungu hutusaidia kuomba kwa kugua isivyoweza kutamkika. Nami nakuombea Roho wa Mungu awe pamoja nawe. Anasema Bwana kwamba tumtwike yeye fadhaa zetu, kwa kuwa yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Bwana ajishughulishe na mambo yako na kuombea. Bwana ashughulike na kila unalohitaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, niliomba pamoja nawe usiku wa manane huu na kuombea. Mungu akupe wepesi wa kuomba. Endelea kuomba kwa kadiri Roho wa Mungu anavyokusaidia. Utasikia ndani ya moyo wako amani, utasikia kuna nguvu imeingia ndani yako, na baada ya maombi haya utakapoamka utaona vitu vilivyokuwa viendi vitaanza kwenda katika jina la Yesu. Mungu akubariki, akutende mema. Unaweza kaenda kupokea vipindi vya kiroho kwa kuingia YouTube kwa kuandika maombi ni dawa by mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, au ukaandika maombi tiba, utapokea vipindi vya kiroho. Tumekuwa na changamoto ya kimtandao. Mara nyingi nimekuwa nikiwatumia watu maombi kwa njia ya WhatsApp, lakini WhatsApp wameleta masharti mengine au sera nyingine. Imekuwa ni vigumu kumtumia kila mmoja kama nilivyokuwa natuma mwanzo. Hivyo kuna program maalum ya kuweza kuyapokea maombi. Program ya kwanza ni kwa njia ya YouTube. Subscribe ili uweze kupokea maombi kwa wepesi. Lakini pia njia ya TikTok, lakini pia njia ya Facebook. Hizi njia zinaweza zikatumika kuyapokea maombi kwa njia nyepesi. Lakini pia tuna njia nyingine, njia ya channel yetu ambayo ipo WhatsApp. Unaweza kuniambia, mtumishi wa Mungu, ninaomba channel ya WhatsApp, sio group, channel ya WhatsApp. Ninashindwa kufungua magroup ya WhatsApp kwa sababu nimewahi kupitia changamoto nyingi. Wakati nimefungua magroup ya WhatsApp na kuwaweka watu wengine wabaya waliweza kuchukua namba za watu na kufanya vitu visivyofaa. Hivyo ikawa magroup yanakuwa na mazozo mengi na changamoto nyingi. Kwa hiyo imenifanya niepuke mambo ya magroup. Lakini tunamwomba Mungu atupe wepesi wa kuwafikia watu, na naamini ushirika utaendelea katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Kwa mtu mmoja anasema, mtumishi wa Mungu, nasikia usiku wa leo, usiku wa manane huu, ni sindikiza maombi yangu kwa sadaka yangu ya hiari. Karibu kwa sadaka yako kwa namba ya simu inaonekana kwenye skrini yako, au unaweza kaandika 0743913291, 0743913291. Jina ni Godwin Ndelwa. Kama uko Kenya, unaweza kuniambia, mtumishi wa Mungu, nahitaji namba ya Kenya, na nitakupatia. Mungu akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.